Sasa taarifa hizi za nini kilichotokea, lakini tupo katika hali gani sasa hivi kwenye mkoa wetu wa Songwe, hatuwezi kubaki nazo sisi wenyewe. Ni lazima tuwaambieni watumishi wenzetu, lakini lazima tuwaambie wananchi ili wajue, ili tukijua sote tunaweza tukajua kwamba tupo katika mazingira ya namna gani, na wajibu wa kila mmoja ni nini kuweza kukabiliana dhidi ya matishio tuliokuwa nayo ya kiusalama, ili tuweze kulinda mkoa wetu, tuilinde serikali yetu, tuilinde nchi yetu dhidi ya watu wenye nia ovu, wenye nia mbaya, wenye matamanio ya nchi yetu. Kwetu sisi katika mkoa wa Songwe, kilichotokea sio maandamano kama baadhi ya watu wanavyotumia nguvu kubwa kutaka kuwaaminisha watu wengine. Kwa hiyo kilichotokea siku ya tarehe 29 katika mkoa wetu wa Songwe zilikuwa ni fujo, kilichotokea zilikuwa ni vurugu, kilichotokea zilikuwa ni njama za kupangwa na kuratibiwa, ambalo lengo lake, ukiangalia namna iliyotokea, lengo lake la kwanza ilikuwa ni kuharibu na kuvuruga uchaguzi usiweze kufanyika na kukamilika. Lakini malengo yao ilikuwa ni kuweza kuidondosha na kuiangusha serikali. Wako watu walikamatwa kutokana na kuhusika katika vurugu zile ambazo zilikuwa zimejitokeza, na miongoni mwa watu hao ambao walikamatwa, wako wengine waliingia kwenye mkumbo ule wa kufuata tu ushabiki, kwamba anamuona kijana mwenzake anafanya kile, anashangilia, basi na yeye tu anasukumwa kwenda kufanya kile ambacho mwenzake anakifanya, bila kujua nini anachofanya, bila kujua malengo ya kile kinachofanyika ni nini. Lakini wapo wengine ambao walishiriki kwa kujua nini wanachokifanya, walishiriki kwa kujua nini wanachokifanya, lakini walishiriki kwa kushawishiwa. Na kundi hili ni wale watu ambao tuliwakuta pia wamelipwa fedha kwa kukiri wao wenyewe. Lakini lipo kundi lingine ambalo lilishiriki sio tu kwa kushawishiwa na kupewa fedha, wakaingia kwenye vurugu. Wengine ambao tuliowakuta baada ya kuwakamata na kuwafanyia mahojiano, wengine walishiriki katika kuratibu mipango ya kufanya vurugu. Na kundi hili ni lile kundi ambao walipewa mafunzo maalum ya namna ya kutekeleza vurugu hizo, lakini na wao walipewa fedha nyingi zaidi kuliko hawa vijana wetu wadogo wadogo ambao walikuwa wanapewa 10,000, 30,000, 20,000 ili waweze kuingia kushiriki kuunga mkono zile vurugu. Kwa sababu unaweza kujiuliza, walipataje muda wa kuweza kujua wapi tutapata matairi mengi ya kuweza kuchoma? Maanake walianza kuchora ramani, matairi ya kuweza kuyakusanya na kuyachoma barabarani, tutayapata sehemu fulani, tutayapata sehemu fulani. Lakini wakachora ramani za ofisi za serikali zilipo. Kwa hiyo sasa watu hawa ndio hao ambao waliratibiwa, walipewa mafunzo maalum ya namna ya utekelezaji. Ndio maana namna walivyokuwa wanatekeleza, ukiuliza Tunduma kilichofanyika ndicho hicho unakikuta kimefanyika Mbozi na maeneo mengine. Na baadhi ya wao watu ambao walihusika kwenye kuratibu, walihusika kwenye kupewa mafunzo, walikamatwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Wapo wengine walipekuliwa kwenye simu zao, wanaonekana na video wakijirekodi wakifanya matukio ya uhalifu ambayo walikuwa wanayafanya. Kwenye simu zao zimekutwa picha mjongeo za kutekeleza vurugu ambazo walikuwa wanazifanya. Lakini ndugu zangu, kuna kundi lingine sasa. Kundi lingine ndio kundi lile la mapapa, ambao wao ndio walikuwa viongozi wakuu wa kuratibu vurugu, kuratibu fujo na kuratibu njama na nia ya kufanya hicho ambacho tulikiona siku ya tarehe 29.
na miongoni mwa hao wakuu ambao ni waratibu wakuu wamekamatwa, wengine na mabegi yakiwa na silaha ambazo walikuwa wanajiandaa kuziingiza nchini. Sasa hatujui, yawezekana wengine walikuwa tayari wameshaingia na hizo silaha na kufanya baadhi ya matukio ambayo yalitokea siku ya tarehe 29. Lakini kibaya zaidi, asilimia karibia 90 ya hawa waratibu wakuu wafadhili ni wafuasi wa chama fulani cha siasa. Viongozi wa chama fulani cha siasa, nisingependa kutaja chama, ndio waliohusika kupanga njama, kuratibu, kutafuta fedha na kuweza kufadhili vurugu na fujo zilizofanywa siku ya tarehe 29. Sasa mimi na wewe tujiulize, hawa watu kwa nini walifanya kile walichofanya? Je, ni kweli hoja na ajenda ndio hii inayozungumzwa kwamba changamoto za vijana hawajasikilizwa? Hoja kweli ni hiyo? Jibu unaweza ukapata kwamba hoja sio hiyo, isipokuwa tu vijana wetu wadogo zangu wametumika tu kama daraja la watu kuweza kutimiza malengo yao yaliyokuwa nyuma ya pazia.